Bwana, kadri siku na muda unavyozidi kuenda kuelekea dabi ya Kariakoo, tunazidi kuona mambo mengi ambayo yanazidi kuibuka siku hadi siku. Bwana, jana Juni ngapi? Jana ilikuwa Juni 9 ambapo tumeona bodi ya ligi lakini pia na wadau mbalimbali wa kimichezo walikuwa wakifuatilia kikao cha Young Africans mara baada ya bodi ya ligi kuweza kutoa taarifa kwa umma ama kujitokeza hadharani na kuzungumza kile ambacho wao walikuwa wamezungumza dhidi ya Young Africans. Lakini hapo baadaye kwenye majira ya saa 11 tukaja kuona Young Africans wakajibu mapigo kwa kuitisha kikao na waandishi wa habari. Hiyo maana yake ni kwamba bado tutazidi kuona vitu vingi kuelekea dabi ya Juni 15. Je, dabi itakuepo ama haitakuepo? Bwana, leo Juni 10 mambo yakawa ndivyo sivyo, ama mambo yakaendelea kuwa katika hali hile mara baada tu ya alfajiri kuweza kupambazuka. Muda ukaenda kwenye majira ya saa 3 hivi, wekundu Msimbazi Simba nao pia wakatoa taarifa kwa umma ama wakaelezea umma namna ambavyo nao wanaendelea kujipanga dhidi ya mchezo wao wa dabi ya Kariakoo Juni 15. Lakini katika barua yao wakiwataka bodi ya ligi kutoka hadharani na kuzungumza kile ambacho kilikwamisha mchezo ule wa dabi ya Kariakoo kutokupigika Machi 8, 2025. Baadaye kidogo watu tukakaa tukala chakula cha mchana hivi, tumetulia sehemu mbalimbali. Wengine wametulia magetoni mara baada ya kazi za mchana, wengine wamepumzisha akili kidogo, wengine wapo kwenye harakati za hapa na pale. Ikatoka taarifa ya bodi, ikatoka taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, ikisema ama naweza nikasema ikisema taarifa kwa umma, tunajua hivyo. Taarifa bwana, taarifa hiyo ama barua hiyo kutoka kwa upande wa shirikisho la soka la mpira wa Tanzania TFF ilikuwa inasema, tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho. TFF inatekelezwa ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu 2023-2024 mashindano ya kombe la CRDB ya CRDB Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha zote kimkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya kuendesha mashindano hayo. Tumemsikia meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inaidai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inaidai klabu hiyo Young Africans na iliomba fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikato kulipa malipo kwa kidaiwa na TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kuendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeiandikia klabu ya Young Africans kumtuma kwa mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo ikiwa na vielezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Imetolewa na afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyokuwa ama taarifa hiyo ambayo ilikuwa imetolewa siku hii ya leo ya Juni 10 kuhusiana na TFF kwenda kwa Young Africans. Lakini pia Young Africans nao hawakukaa kimya, nao pia wametoa ufafanuzi wa namna ambavyo mambo ama madai yao yalivyokuwa. Wao ndio wanaidai TFF na wao sio wadaiwa wa TFF. Bwana, endelea kufuatilia DTV Zone, usisahau kusubscribe, like pamoja na comment. Tutazidi kuona mambo mengi kuelekea Juni 15 dabi ya Kariakoo. Itakuepo ama itakuepo, sisi DTV Zone.